Karibu Tuzo Online. Jambo jepesi kupata ushindi mbele ya Simba. Si jambo jepesi. Inaweza kuonekana kawaida kwa sababu Yanga tumeshinda mara 4 mfululizo. Lakini si jambo jepesi. Ni jambo gumu. Hata mechi ya mwisho ambayo tulipata ushindi, ilibidi wana Yanga tumsubiri Kevin Kijili afanye jambo lake. Kama watampanga tena, basi huenda tukawa tuna uhakika wa kupata, maka tunatafuta sare, akatufanyia ihsani nyingine akaweka. Maki ni jambo la, maki hata mechi ya mwisho tulihangaika sana kushinda ile mechi, hatukuweza kushinda. Lakini kwa sababu kuna watu waungwana duniani ambao wanatambua jitihada za watu, wakatubariki kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama atapangwa ule kijana, you never know, tukaenda kutafuta sare, ukashangaa Pimpini kaitwa nje kaita ndani, Kijili akaweka. Kwa hiyo tunasubiri ihsani, ikitokea kama hiyo tutaikataa, tutaipokea. Ila si jambo jepesi kuwafunga Simba. Ni jambo gumu, lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa, na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi hatuachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa, kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu wao watakuja kutafuta tu ushindi, pointi 3. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa. Kwa maana wewe lazima uangalie mechi inaanzia kwenye kupanga. Unataka upate nini? Unachokipanga ndicho unakwenda kufanyia kazi. Kwa hiyo mipango yetu inaanzia kwenye kutazama possibility. Matokeo yakiwa hivi inakuwaje? Matokeo yakiwa hivi inakuwaje? Kwa hiyo kwenye hii mechi matokeo ina mbili ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufunga favor kwa Mtani. Kwa hiyo matokeo mawili, aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah. Kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu, na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ya Jumatano. Tunafahamu ukubwa wa Kariakoo Derby, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club, lakini tunafahamu umuhimu wa hizo pointi kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo Derby yenye msisimko wa fainali. Hii itokee kwenye ligi nyingine. Unapata Kariakoo Derby alafu ina msisimko wa fainali, kwamba atakayechapika hapo ndio shughuli yake na kuwa imemalizika. Lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi, maana ili tusilisahau. Muhimu sana hili. Maana nimemwona juzi mtu fulani anaongea kwa masikitiko kweli kwamba wenzetu tunajua wanatafuta sare, wanafanyaje? Tulitengeza mazingira ya kupata sare, tusaidie. Sio mbaya, ni ya kwetu hiyo sare. Sisi Yanga Mungu ametujalia tunafika Jumatano, tuna option hizo. Yaani wakati wenzetu wakitafuta endorsement 3 za ubingwa, sisi hata endorsement 1 tunachukua uchampioni. Kwa hiyo sisi tunakwenda kwenye hii mechi akili yetu ikituambia kwamba pointi 1 au pointi 3 zitamfanya Yanga Afrika awe bingwa. Na tunafahamu wenzetu pointi 3 zitawafanya wawe mabingwa. Kwa hiyo mechi mkiangalia vizuri, kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo. Kisha kuwa na mawazo haya kwamba ikiwa hivi mechi inaongezeka msisimko. Kwa sisi kama Yanga Afrika tumejipanga kwa hilo jambo. Lakini la pili, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu, sisi hii ni mechi yetu. Ni mechi yetu kikanuni of course kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi, lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu wa NBC msimu huu. Kwa mimi siko hapa, hiyo kazi ataifanya Karim, kumkaribisha mtu mwingine, na mkaribisha mwana Yanga kokote ulipo, njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa. Usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu, na wa kuifanya ifane ni sisi wenyewe wana Yanga. Tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa iwe kijani na njano, itakuwa jambo zuri zaidi. Yaani tukajaa ule uwanja wote ukawa kijani na njano, itakuwa jambo zuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana
mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada tulizozifanya kutoka mzunguko wa kwanza, mechi yetu ya kwanza, hitimisho lake ni Jumatano. Tumefanya jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifuata Yanga ikicheza, tumepiga sana kelele kuisupport timu yetu, lakini imeonekana bado haijatosha kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia. Na huu mchezo unatuhitaji tena sisi wana Yanga, nguvu zetu, sauti zetu, kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana. Kwa quality ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu, wakipata support yetu nyuma, tukawaonyesha kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie, mimi naamini panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani. Uwanja ni watu 60,000 tu ule. Tuje tujae pale vizuri wana Yanga, tuisupport timu yetu tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina. Nisiwadanganye. Timu jana mimi nimefukuzwa Zanzibar. Nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu. Mimi kidogo mambo ya kutunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa Zanzibar. Karibu ni shahidi, nilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha, bwana taratibu za wewe na timu zimeishia hapa. Kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Ninachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25 kwenye siku ya mchezo. Hilo mimi nahakikishia. Taratibu nyingine watafanya hapa mazoezi, watarudi lini, warudi na nini, kiukweli mwenyewe nimefichwa. Sijui chochote kile. Wanachonihakikishia kwamba akawaambie waandishi, kawaambie wanachama tarehe 25 Yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimaliza. Kama kuna swali niulize. Waandishi si mnaona lakini mechi ngumu hii. Nimepangiwa beki. Bana nafuata utaratibu ulivyo ndugu yangu kiongozi wetu hapa Karim Boimanda ambaye ndiyo afisa habari wa bodi ametoa maelekezo na tunayaheshimu. Masuala ya technical yatajibiwa kesho. Nani anaumwa, nani mzima kesho. Langu lilikuwa lipi? La N-card. Sawa. Sisi kwanza kama club tumeshafanya kazi na N-card kwa muda mrefu na mpaka tumeendelea nao msimu huu kufanya nao kazi. Maana kama club tathmini yetu ilituambia hawa ni watu sahihi. Na tathmini hauipimi kwenye mafanikio tu, unaipima pia kwenye changamoto. What if ikiwa hivi N-card wana capacity gani ya kuweza kusolve hizi changamoto. Kwa hiyo tujiridhisha kabisa pasina shaka yoyote ndani ya hizi siku kuanzia leo kwa maana ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano siku ya mchezo, kwa idadi ya watu ambao walikata tiketi tutaweza kuwahudumia. Na unajua idadi ya watu ambao wamepoteza kadi ni idadi ambayo tunaiashumu kwa sababu hatuna namba ya watu ambao wamepoteza hizo kadi. Huenda watu wote hawa waliokata tiketi kadi wako nazo. Sasa wanataka tu kusikia kwamba kama kadi yangu nayo naitumia. Kwa la kwanza ni hilo. Hawa ambao wamepoteza tunaashumu ni wachache kwa sababu watu waliendelea kwenda viwanjani baada ya mechi 8. Na tunaamini walitumia kadi zile ambazo walikatia tiketi za mechi 8. Kwa hiyo tumeashumu kwamba idadi fulani lese ndo wamepoteza hizo tiketi. Kwa hizi siku 3 N-card wanavyo vituo, wanao wahudumu sahihi, wanaoweza kuhudumia shida hiyo na wanachama wa Yanga wakaenjoy. Kwa wale ambao walikuwa na tiketi zao, hao tayari tumesha solve na imeshajibiwa jibu lao kwamba wao waende moja kwa moja uwanjani siku ya Jumatano. Karibu beki mkabaji. Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Kwanza nimefurahi sana sikia kaka yangu Karim Boimanda akizungumza vizuri kwamba timu mwenyeji ikishirikiana bodi ya ligi. Hayo ndo maneno kaka. Timu mwenyeji ikishirikiana bodi ya ligi kulipika hili jambo
la tarehe 25. Jukumu langu la kwanza ambalo limepewa hapa ni kutangaza viingilio vya mchezo huu wa Kariakoo Derby siku ya Jumatano. Tiketi za VIP A ambazo zilikuwa zinauzwa shilingi 50,000 hizi zimeshamalizika. Hazipo tena kwenye system. Tiketi za VIP B ambazo kiongozi hapa kutoka NCAD alitujulisha awali kwamba zimebaki chache, hizi zinapatikana kwa shilingi 30,000. Tiketi za VIP C ni shilingi 20,000. Na jukwaa la machungwa au kwa watu waliopanda mabasi ya njano wanaita jukwaa la orange, lile ni shilingi 10,000. Alafu mzunguko ni shilingi 5,000. Kwa tafsiri yake tiketi zilizobakia za VIP B, VIP C, orange na mzunguko. Kuna haja ya kurudia viingilio hapo? Ipatikana sawa sawa hiyo, safi. Jambo la pili ni ujumbe ambao nimekuja nao kutoka kwa benchi la ufundi, wachezaji, viongozi, wanachama na mashabiki wa klabu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumatano. Lakini kabla sijajikita hapo, na mimi ningeomba japo kwa dakika 2-3 nisisitize hili ambalo wenzetu wa NCAD wamelizungumza hapa. Tafadhali sana pasitokee mkanganyiko katika maelekezo haya. Kwa sababu maelekezo haya yamejikita kwenye vitu viwili. Yaani tujue kutofautisha vitu hivi viwili. Cha kwanza ni watu ambao walikata tiketi Machi 8 alafu ile mechi ikayeyuka. Yayo. Ile tiketi bado unayo. Si ndio bwana? Ile tiketi bado unayo nyumbani. Utaratibu wa wewe ambao ulikata tiketi Machi 8 na ile tiketi bado unayo. Hata kama ulitumia kwenye mechi nyingine lakini unayo nyumbani. Wewe ikifika Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani, kapunch taratibu kama kawaida, ingia ndani. Ile ni hatua namba 1 kwa mtu ambaye ana kadi yake. Mpaka sasa hivi atutazama live kupitia Azam TV hapa, ana kadi yake na alikuwa anajiuliza mimi nikata tiketi Machi 8 sasa inakuwaje? Utaratibu ni kwamba ukiamka asubuhi Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani, utaratibu wa kawaida wa kuingia utautumia. Geti lolote, jukwaa ulokata, kapanchi mlangoni, ingia ndani. Utaratibu wa pili ni kwa yule ambaye alikata tiketi. Sasa kwa sababu zake yeye akapoteza hiyo tiketi. Maana tunadili pia na watu ambao hawawezi kutunza vitu. Wewe ambaye ulipoteza tiketi ya Machi 8, yani ile kadi, ulishindwa kuitunza. Huna pochi, huna kabati, huna lolote. Bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe ndio utaratibu wa swap unakuhusu. Ileke vizuri hivi. Yaani ambaye amepoteza, yani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale. Unayojua hujakata, haumo, unakwenda kushupaza mishipa ya shingo na mimi nilipoteza. Utaratibu huu tofauti mwingine kwa wasumbufu. Bodi mutafute na shauri. Mtu akijua ana uhakika, yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata, maana unajua mlango tuliofungua au sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo. Mimi nilikata. Nitafute humo 07 uwe na uhakika nayo. Ili usitupe mlongo mrefu na watu wakashindwa kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda, na siku ya mchezo jinsi gani NCAD na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu. Mmepewa mpaka siku ya mchezo pia utaratibu geti A na geti D, si ndio? Ndio. Yale mageti muende pale mtakuta deski maalum. Mwisho kabisa kule. Mwisho kabisa. Unajua deski maalum kama ushaenda kituo cha polisi kama mimi. Kuna dawati pale maalum la ustawi. Yaani kuna watu maalum. Ndio wewe ambao umepoteza kadi. Nimempa heshima huyu mtu. Yaani kadi umepoteza na umepewa deski maalum. Bodi ya ligi tuitupe nini tena? Mbona hatupenda namna hii jamani? Taratibu mzuri. Yaani kadi ukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti dawati maalum. Na geti maalum ukifika pale unatoa taarifa zako, bwana mimi nilisajili kwa namba hii na hii, kadi yangu imepotea, wanaingia kwenye system wanaangalia wewe Almasi nani, unapewa cha kwako. Unaingia ndani. Kwa hiyo hakuna ambaye alikata tiketi Machi 8 akaikosa hiyo burudani kwa sababu za bodi au NCAD au timu mwenyeji. Ziwe sababu zako wewe mwenyewe. Lakini kama tiketi ulikata
N-card, bodi ya ligi, timu wenyeji, tumehakikisha tunakuhudumia ipasavyo uweze kuingia kupata burudani. Kwa hiyo nikasema nilipitie kidogo hapo niweke msisitizo na mimi. Watu wasije wakachanganya hapo. Kama mimi nilikuwa na kadi yangu na wewe ukaamka tena ukaenda makao makuu na kadi unayo. Wewe kama una kadi tukutane uwanjani. Kama kadi ilipotea ndio uende kwenye taratibu za kuswap. Hii swap ni kizungu. Kiswahili chake ni nini? Kuchanja Kuchanja eti? Swap ni kubadilishana. Kubadili ile kadi ya mwanzo kwenda kwenye kadi ya pili. Ni kubadili ya mwanzo kwenda, nikasema kuchanja huyu. Hello. Sawa, bado tutamaliza utaratibu wa kuswapu. Tuje sasa kwenye ujumbe wetu sisi kama Young Africa.